Rasul sallallahu alayhi wasallam anaposema irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama, wahurumie waliokuwa juu ya ardhi, viumbe vya Allah, na aliyekuwa juu ya mbingu atakohurumia. Arrahimuna yarhamuhumur rahman, waliokuwa na huruma na yeye pia Allah atawahurumia. Wahurumieni viumbe vya Allah, wahurumieni watu majumbani zenu, wahurumieni wazazi wenu, wahurumieni wake zenu, wahurumieni waume zenu, wahurumieni watoto wenu, wahurumieni majirani zenu, wahurumieni viumbe vya Allah, wake kwa wanaume, wadogo kwa wakubwa, waumini kwa makafiri, wanadamu kwa wanyama, wahurumieni. Inakuwa sababu ya wewe kupata rahma za Allah. Sababu ya ngapi? Ya tatu. Sheikh Ismail, naona uko na mimi bamba tu bamba. Inshallah. Ahsan. Sababu thalith rahmatul makhluqat, wahurumia viumbe. Sababu ya nne, lakini kabla sijaeleza sababu ya nne, kipengele hichi cha kuwahurumia viumbe vya Allah ni muhimu kwako, na ukikosa kuwa nayo wapata hasara kubwa, kama huwahurumii viumbe vya Mwenyezi Mungu. Yatosheleza mtume atueleze jambo, tukubali, tuamini. Akitueleza jambo tukubali. Kwa nini? Kwa sababu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Anaposema anachosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukubali moja kwa moja. Lakini pindi anaposema jambo na yuapa na apa, ni kuonesha ile jambo ni jambo zito. Tena inakuwa na uzito zaidi aina ya kiapo anachotumia. Asema na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, walladhi nafsi biyadi la yadha'u Allahu rahmatahu illa ala rahim. Na apa kwa yule ambaye mikono yangu iko katika nafsi yake, Mwenyezi Mungu haiki rahma zake ila kwa yule ambaye ana huruma na viumbe wake. Sasa kuwa na rahma na viumbe vya Mwenyezi Mungu si khiari, ni jambo lazima uwe nalo, kwa sababu ukikosa kuwa nalo basi na wewe utakosa rahma ya Allah. Sikutenda peke yake kwamba upata rahma ya Allah, usipotenda pia ni hatari. Na hatari iliyopo, ar-Rasul aapa, sema na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake. Mwenyezi Mungu haiki rahma yake ila kwa yule mtu ambaye anaweka rahma zake kwa waja wake. Kwa hivyo kuwa na rahma na viumbe vya Mwenyezi Mungu si khiari, ni lazima. Sijui kama tumefahamiana. Madamu nukta hiyo umelifahamu, tuingie katika sababu ya nne. Katika sababu ya nne ya wewe kupata rahma ya Allah ni kuwa na imani. Kuwa na imani na kuhama kwa ajili ya Allah, ukaenda ukafanya hijra kwa ajili ya dini yako, ukachunga dini yako, na ukaenda jihadi, ukajitolea muhanga kwa ajili ya Allah, inakuwa sababu ya wewe kupata rahma ya Mwenyezi Mungu. Allah asema katika suratul Baqara, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kwa hakika wale ambao waliomwamini Mwenyezi Mungu wakawa ni wenye kufanya hijra na wakawa ni wenye kujitolea katika jihadi, hawa wanakuwa ni wenye kupata rahma ya Allah na wanatarajia rahma ya Allah. Basi wajue kwamba Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kuwahurumia, bimaana atawapatia hiyo rahma yake. Ndipo ulama wakasema al-iman wal-hijratu wal-jihad min asbabi layl rahmatillah. Sababu ya tano katika sababu ya wewe
kupata rahma ya Allah ni wewe kusimamisha swala. Vipi watarajia rahma ya Mwenyezi Mungu kama swala husimamishi? Vipi watarajia rahma ya Mwenyezi Mungu ikiwa waswali lakini huswali swala tano, baadhi ya swali baadhi huswali? Vipi watarajia rahma ya Mwenyezi Mungu waswali vizuri wakati wa misimu wa khairi kama Ramadhani, ikifika nje ya Ramadhani huswali vizuri? Vipi watarajia rahma ya Mwenyezi Mungu ikiwa waswali lakini huswali kwa wakati? Vipi watarajia rahma ya Mwenyezi Mungu ikiwa hutoi zaka na Allah amekupa mali huwapatii mafakiri haki yao? Sababu ya wewe kupata rahma ya Allah ni kusimamisha swala na kutoa zaka. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika sura An-Nur, wa aqimu ssalata wa atu zakata wa ati'u rasula la'allakum turhamun. Allah asema simamisheni swala na toeni zaka kama Allah amewapa mali, na mumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam la'allakum turhamun, ili mupate kuhurumiwa, mupate rahma za Allah. Allah atueleza sababu ya kupata rahma zake ni usimamishe swala, na kama Allah amekupa mali utoe zaka, na mtume wangu anapokufundisha jambo lipokee na umsikize. Ulama wakasema iqamati as-salat wa ita'i az-zakah wa ta'ati ar-rasul min asbab nail rahmatillah. Watukufu wa Islam, sababu ya kusimamisha swala na kutoa zaka, sababu ya sita ni kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake. Allah akikwambia jambo lolote ukamtii, na mtume wake akakwambia jambo ukamtii, ni sababu ya wewe kupata rahma ya Mwenyezi Mungu. Kuna jambo alipenda lakini ukafundishwa kwamba jambo hili halimridhishi Mwenyezi Mungu, japokuwa nafsi yataka. Kuna jambo alipenda lakini ukaambia jambo hili ni kinyume na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukaliacha, ukamtii mtume wa Mwenyezi Mungu na ukamtii Mwenyezi Mungu mwenyewe jalla jalaluhu, basi inakuwa sababu ya kupata rahma ya Allah. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema katika sura Al-Imran, wa ati'u Allah wa rasula la'allakum turhamun, mumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake ili mpate rahma zake. Sababu ya 4 au sababu ya 7, saba masita. Sababu ya kwanza tumesema al-ihsan, sababu ya pili at-taqwa, sababu ya tatu ar-rahmatu ala al-makhluq au makhluqat, kuwahurumia viumbe vya Mwenyezi Mungu wote. Sababu ya 4 al-iman billah wal hijra wal jihad. Sababu ya 5 iqamati as-salah wa ita'i. Sababu ya 6 ta'ati llahi wa rasuli wa ati'u Allah wa rasula la'allakum turhamun. Sababu ya 7 ni pindi Qur'ani inaposomwa ukaacha kufanya yale unayofanya, ukasema hebu nisikize hii Qur'ani, uisikize vizuri. Na mimi natamani tupate rahma za Allah hivi sasa, natamani tupate rahma za Allah. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratul A'raf, wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Na pili inaposoma Qur'ani isikizeni na munyamaze na muwe makinifu, musikize maneno ya Allah ili rahma za Allah ziwafikie.
Kwa hivyo katika sababu ya wewe kupata rahma ya Allah kuisikiza Qur'an. Na mimi hivi sasa nataka nipate rahma za Allah na nyinyi mupate. Sheikh, naomba tusome Qur'an kidogo, njoo. Karibu Sheikh. Naam. Si umetuswalisha, nimependa kisomo chako. Sivyo? Kila mmoja amepewa kipaji, sio? Wallahi nimesikia raha sana. Aliposoma Sheikh Zubair jana Qur'ani nikasema ama watu wa Mombasa watasema wa Burundi wako namna hii. Ikiwa nimeshangazwa na hali, akaingia Imamu al-Aimma Sheikh Ibrahim Yusuf akatuswalisha. Kisha leo magharibi naona ustadhi wetu Ismail, sio? Ama nakosea? Sheikh Ismail Gogos. Yeye hamjui Ismail, mmoja Gogos. Sheikh, naomba hata kama ni dakika 5 ama dakika 10, hebu soma pale unapotaka katika kitabu cha Allah ili rahma za Allah itupate hapa. Bismillah. Ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif Lam Mim. Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون
أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء
خير. Ahsan. Usiende mbali, kaa hapa. الله عليك الله عليك. شيخ نجم mwalimu wangu Sheikh Hamis Hamis. Kwa hivyo katika sababu ya wewe kupata rahma ya Allah ni kusikiza Qur'ani inaposoma. Na naomba muwe na tabia isipite siku na hujasikia Qur'an. Ahsan. Sasa utanigania mimi ndio nikupa fursa. Tuganye nusu kwa nusu. Tekniki Sheikh. Allah jaza khair. Haya ni madogo. Allah aliyemwandalia Allah ni makubwa zaidi. Akid. Malipo ambayo atakayopata siku ya kiyama ni makubwa zaidi. Allah mwezeshe. Amina. Takabalie. Na sote Allah tujalie watu wa Qur'an. Na watoto wetu Allah ajalie watu wa Qur'an. Amina. Kwa hivyo katika sababu ya kupata rahma Allah ni kusikiza Qur'an. Na mimi nataka leo muwe na nia ya kwamba mpaka kufa kwenu haitapita siku ile utasikiza Qur'an. Nani ametia nia hiyo? Mwenyezi Mungu atuwafikiri. Nazihesabu nazihesabu, naona zinazidi. Mwenyezi Mungu atuwafikiri. Sababu nyingine ya 8 ya nyinyi kupata rahma ya Allah, sababu ya 8 ni kufuata Qur'ani. Ni kufuata Qur'ani. Si kusikiza peke yake, kufuata. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratul An'am, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Allah asema kitabu hii tumeishukisha kwenu, mubarak ni nyingi ya baraka, fattabi'uhu, mwataka nielekeze huko? Hamna shaka, niko tayari. Karibu. Katika khairi mnayofanya, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba Qur'ani hii Allah ameishukisha na ni kitabu kilichojaa baraka tele, lakini mkifuata mtapata rahma ya Mwenyezi Mungu. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu, fateni mafundisho ya Qur'an, fateni ujumbe mliotumiwa, la'allakum turhamun, ili mpate kuhurumiwa. Ndipo ulama wakasema miongoni mwa sababu ya Mwenyezi Mungu kukuhurumia si kunyamaza kusikiza Qur'ani pindi inaposomwa, lakini pia kufuata mafundisho yanayokuja katika Qur'an. Na hii itakuwa ni sababu ya 8. Zimebakia 2. Sababu ya 9 nitakawatajia ni wewe kuwa ni mwenye kuleta istighfar kwa wingi, kumwomba Allah na kuziba kwa utaika chini, naona inamzidi. Kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, afwan, katika sababu ya 9 alistighfar, kumwomba Allah msamaha. Alistighfar, kumwomba Allah msamaha. Kila unaposema astaghfirullah inakuwa sababu ya nyinyi kusamehewa na inakuwa sababu ya nyinyi kupata rahma ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sema katika suratul Naml, laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Ikiwa mtakuwa ni wenye kuleta istighfar kwa wingi, huenda ikawa ni chanzo ya nyinyi kupata rahma ya Allah. Kwa hivyo hii istighfar na kumwomba Allah msamaha ni sababu ya kupata rahma ya Allah. Nimeeleza sababu 9 na nimewaambia sababu ni nyingine, nitaeleza ya 10. Lakini kabla sijaeleza sababu ya 10, na sababu ni zaidi ya 10, nani uko tayari kunieleza sababu 9 nilizotaja? Tafadhali. Na al-ihsan, kutenda wema, kujipamba na sifa ya takwa, kuwa na huruma na waja wa Allah, kuwa na imani, kusimamisha swala na kutoa zaka, kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake.
kuinaposoma Qur'ani, kuisikiza Qur'ani kwa umakinifu, kwa utulivu. 8, kufuata mafundisho ya Qur'ani. 9, kuleta istighfar. Sheikh Hassan, sijui kama kuna zawadi ya kutoa leo. Najua tumemaliza pesa zetu. Iko. Nipatie nikirimu. Iko dola 100 Sheikh. Karibu Sheikh. Ndugu yetu, dola 100 mashallah. Karibu mahali hayo. Sheikh tumesema asema hiyo ni mahari. Nashika kabisa. Mashaallah. Hii dola 100 ni kidogo. Hii mambo 9 mkiatekeleza mtapata rahma ya Allah. Dola 100 na rahma ya Allah gani ndio kubwa? Japokuwa dola 100 ni muhimu, sio? Lakini rahma ya Allah ni kubwa zaidi. Ya mwisho, japokuwa si ya mwisho, ni 10 tu nimetaja, lakini sababu za kupata rahma za Allah ni nyingi. Allah katika sifa zake ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Unapomwomba Allah katika sababu ya kupata rahma zake ni umuombe kupitia sifa ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah sema katika suratul A'raf, walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Mwenyezi Mungu ana majina mazuri yenye kupendeza, tumieni majina hayo kumwomba Allah yale mnayoyataka. Na ikiwa watafuta rahma zake, ni sifa gani ambayo inaeleza ni mwingi wa rahma? Al-Qahhar, Al-Ghaffar, Al-Wahhab. Ni sifa gani ambayo inaangazia rahma yake zaidi? Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Kwa hivyo wasema ya Rahmanu ya Rahim irhamni, ya Rahmanu ya Rahim irhamni, ya Rahmanu ya Rahim irhamni. Una uzito, ataka huruma ya Allah ikufikie. Ewe mwingi wa huruma, naomba unihurumie, naomba rahma zako. Una mtu unayempenda aliyekufa, mzazi wako, kipenzi chako ambaye unayempenda, au mke wako, mume wako, au mtoto wako umemzika, wataka rahma ya Allah imfikie, sema ya Rahman, mhurumie huyu aliyekuwa ndani ya kaburi, mzazi wangu, mhurumie huyu mzazi wangu, mhurumie huyu mwanangu, mhurumie mke wangu, mhurumie mume wangu. Ulama wakasema katika sababu ya kumuomba kupata rahma ya Allah ni kumuomba Allah kwa jina ya Ar-Rahman, kama ilivyokuja katika Qur'an, Rabbana atina min ladunka rahma wa hiya lana min amrina rashada. Unapoomba rahma, na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu asema wa qur rabbighfir warham wa anta khairu rahimin, wa anta khairu rahimin. Ewe Mola nisamehe, ewe Mola nihurumie, na katika wenye kuhurumia hakuna ambaye ni bora kukushinda katika kuhurumia. Wa anta khairur rahim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Hizi ni sababu 10 miongoni mwa sababu nyingi ya kupata rahma za Allah. Tumomba Allah atuhurumie, tumomba Allah atuhurumie. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, irhamna fawqa al-ard warhamna tahta al-ard warhamna yawma al-'ard. Allahumma arhamna birahmatika allati wasi'at kulla shay. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith, aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا شيخ. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. Ndugu Waislamu, tunamshukuru